Makubaliano yakiwepo pale, kama mfanyakazi anaona kwamba kwa haya masaa ziada siwezi kufanya kazi, ana haki pia kumwambia mwajiri, na mwajiri hana haki ya kumlazimisha mfanyakazi kuchukua yale masaa yake ya ziada. Isipokuwa mara nyingi kinachotokea ni kwamba mfanyakazi huwa mara nyingi anaridhia kutokana na mfumo ulioko pale kazini, kwa sababu moja ya kitu ambacho cha msingi mwajiri anachotakiwa kukifanya kwa mfanyakazi wake ni kuhakikisha kwamba anamshawishi yule mfanyakazi wake wakati wote aipende kazi yake. Lakini ikitokea mwajiri anakuwa ni changamoto kwa mfanyakazi, huyo mfanyakazi hata umpe masaa ya ziada anakuambia siwezi kufanya. Ana uwezo wa kufanya na hana sababu za msingi za kutokufanya, lakini atakwambia siwezi kufanya kwa sababu wewe mwajiri umeshindwa kumshawishi huyo mfanyakazi wako. Kwa hiyo ni lazima utafute alternative way ya kuhakikisha kwamba unamshawishi mfanyakazi wako aweze kufanya kazi masaa ya ziada, kuhakikisha kwamba ukikubaliana naye kwamba utamlipa yale masaa ya ziada, basi hakikisha umemlipa na sio kumpa danadana, kwa sababu anapotumia ule muda kufanya kazi pale angeweza kutumia ule muda kuweza kuzalisha mtu mwingine akiwa sehemu nyingine, lakini anatumia kwa ajili yako. Kwa hiyo akitumia ule muda kwa ajili yako, hakikisha umemlipa ule muda wake ambao tayari umeshakubaliana, ule wa masaa ya ziada. Lakini sio masaa ya ziada tu, hata siku ya ziada. Kwa mfano, labda leo sitaki kwenda kazini, labda nina off, ila mwajiri akaniambia niingie kazini kwa sababu kuna changamoto imetokea. Ule ni muda wa ziada na nitaingia kwa yale masaa ya kawaida, masaa 8. Kama kuna ongezeko la masaa mengine, lazima mwajiri alilipe tena. Hatuwezi compensate yale masaa ambayo nilioingia kwa siku ambayo nilikuwa napumzika, ukacompensate kwa yale masaa ziada kwamba ukayaunganisha. Hapana, yatakuwa ni malipo mawili tofauti. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba ni lazima mfanyakazi ajue kwanza muda wa kuingia, na muda wa kutoka. Yani ni lazima kwa mfanyakazi. Na kama atahitajika kufanya saa za ziada, basi ataarifiwe, lakini pia apewe maslahi yanayoendana na zile saa za nyongeza ambazo amefanya. Na hiyo kwa kuongezea tu labda wafanyakazi huwa tunawashauri mara nyingi waende wakasome zile sheria za ajira na mahusiano kazini. Wakienda kupitia ile sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo Act ya 2004 sura namba 366, wakienda kuisoma ile wataona kila kitu pale, haki ya mfanyakazi kuingia kazini, kutoka kazini. Kwa wafanyakazi wa jinsia ya kike kujifungua, kuna muda pale wa mapumziko umetolewa. Kama una mtoto mmoja, kama una mapacha, kuna muda pale umetolewa. Mwajiri anatakiwa wajibike. Yaani kila sehemu kipo, lakini pia hata waajiri nao wana haki zao. Nao zinasema kwenye sheria mwajiri ana haki gani. Kwa hiyo zote zinazungumza kwenye sheria. Kwa hiyo ukienda kupitia hizo sheria